أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tunaendelea katika kitabu Aqida Tahawi ambao tulishaanza ilikuwa ni namba 1 mpaka nafikiri 40. Nitarudia hapa kidogo. Anasema wa ru'yati ay ru'yati Allah Ta'ala haqqu li ahli al-janna, na kumuona Mwenyezi Mungu ni haki kwa watu wa peponi, bighairi ihatatin, pasi na kudiriki kitu kasema hiki nimekiona kina shape hivi, hiyo haitakuwepo. Wala kaifiyatin, utakuwa umemuona lakini huwezi kumuelezea, kama nataka bihi kitabu rabbuna, kama kilivyotaja kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu, wujuhu yawma idhin nadhira, sikio nyuso zitakuwa kung'ara, ila rabbiha nadhira, zikiwa zinaelekea kumwangalia Mola wao. Wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah Ta'ala wa alima, tafsiri yake katika yale aliyotaka Mwenyezi Mungu, wa alima, na aliyofundisha. Wa kullu ma jaa fi dhalika min hadithi sahih, na haya yote yaliyokuja kwa masuala ya kumuona Mwenyezi Mungu ni sahihi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimwendee juu yake. Fa huwa kama qala, ni kama alivyosema, wa maanahu ala ma arad, na maana yake ni kama alivyotaka Mwenyezi Mungu. La nadkhulu fi dhalika mutaawwilina bi araina, hatuingii sisi kwa hayo ya kumuona Mwenyezi Mungu kwa kufanya ta'wili ya fikra zetu. Wala mutawahimina bi ahwaina, wala hatufanyi imagination kwa kutumia akili zetu, hatufikiri kwa kutumia akili zetu. Anasema ya 42, fa innahu ma salima fi dinihi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni kwa yale mtu aliyosalimika katika dini yake, illa man salima lillahi azza wa jalla wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa ni kwa yale aliyojisalimisha kutoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Waradda ilma mashtabaha alayhi ila alimihi, na akarudisha elimu kwa ishtabaha alayhi ila alimihi, kwa yale mambo ambayo yaliyomtatiza akamrudisha kwa mwenye kuyajua ambaye ni Mwenyezi Mungu. Wala tathbutu qadama ay wala muradu istiqarra al-islamu wa rasukhihi, haita thibiti qadam, yani thabata wa tamakkana fi mawdhu'ihi thibatun amik. Wala tathbutu qadama al-islamu, wala haita thibiti, haitakaa imara mguu, yani kama vile Islam istaqarra, yani ithbat. Wala tathbutu qadama, yani mguu wa mtu hautakaa imara al-islamu, katika Uislamu wake, illa ala dhahri taslim, isipokuwa katika yale ambaye amejisalimisha, wal istislam, na kufanya Uislamu, kufuata. Kwa hiyo hapa anasema ni ile ithbatun watamakkana fi mawdhu'ihi, kushikamana katika maudhui hayo, au thibatun amik, ambaye ndio ile wa rasukhihi, ndio hiyo inakuwa ni nini? Ni kuwa imara ya kina. Faman rama ilma ma khutira anhu ilmu, na anayetafuta elimu, yani man talaba ilmu ambaye imefanyaje, imekatazwa. Asema faman rama ilmu ma khatara anhu ilmu, shakhsu yas'a wara'ahu ilmun maqtur au la yanbaghi talabu, mtu anaotafuta elimu zile ambazo ni za hatari, ambaye haifai kwake kuzitafuta. Man rama kwa hapa ni kutafuta, ilmu ma khutira anhu ilmu, wa lam yaqna bitaslimi fahamu, na wala hajatosheka kwa kusalimisha fahamu yake kwa Mwenyezi Mungu na mtume.
hajabahu maramuhu an khalis at-tauhid. Hajabahu maramuhu an khalis at-tauhid, anakuwa ni mwenye kuzuiliwa hiyo elimu yake aliyotafuta mbosi ya sawa, an khalis at-tauhid, kwa kuipata tauhid ambayo ni ya kweli. Wasafi al-ma'rifa, wasafi al-ma'rifa, na kupata maarifa iliyokuwa safi. Wasahihu al-iman, na imani ya sawa. Fayatadhabdhab baina al-kufr wal-iman, basi huyu mtu ambaye anakuwa hajapata imani ya sahihi anakuwa ni mdhabdhab, kama vile mdhabdhabina, hayuko huku kwenye imani wala hayuko kwenye kufru. Fatadhabdhabu baina al-kufr wal-iman, anakuwa kati ya ukafiri na imani. Watasdiki wa takdhib, na katika ukweli na kukadhibisha. Wal-iqrar wal-inkar, na kukiri na kukataa na kupinga. Muwaswasataiha, muwaswasataiha, anakuwa ni mtu mwenye wasiwasi ambaye aliyepotea. Shakkan la mu'minan musaddiqan, mwenye shaka si muumini mwenye kusadikisha. Wala jahidan mukadhiban, wala hawi ni mtu mpingaji mwenye kukadhibisha. Yani hajakamilika tukamsema ni mpingaji mwenye kukadhibisha, wala hajasadikisha tukasema ni muumini aliyesadikisha, aliyeamini. Katika uumini hatumkubali ni muumini wa kweli, katika upingaji hatumkubali kwamba ni mpingaji wa kweli. Ndio maana unaambiwa ile mudhabdhabina baina haulai, wanafiki kati ya waumini na Uislamu na ukafiri. Mudhabdhabina, mudhabdhab ni ile kama unavyochukua silver ukaichovya kwenye gold ambayo si ya kweli, kwa hiyo inakuwa si silver at the same time si gold. Ukiangalia ni gold si gold, lakini ilikuwa ni silver imepotezwa, huku hayuko kwenye silver, hayuko kwenye gold, ndio anakuwa hivyo. Ya 45 anasema wala yasihu al-imani bi ru'yati li ahli dar salam, na wala haifai imani kwa kuona watu wa nyumba ya amani. Liman atabaraha minhum biwahmin, kwa wale ambao wanazingatiwa wao kwao kwa waham. Waham ni kitu ambacho hakina uhakika. Sasa uwezi kuwa wewe ukawa ni mtu unakuwa ni wa imani ya kuamini katika pepo na moto, alafu ukawa ni mtu unazingatia masuala ya waham, kitu ambayo si realistic. Au tawallaha bifahm, tawallaha bifahm, au ukawa ni wewe mwenye kengeuka kwa fahamu zako au kutawalishwa kwa fahamu zako. Idha kana ta'wiluhu ru'yatin wa ta'wilu kullu ma'na yudhafu ila rububiyyati, ikawa unafanya ta'wili kwa kumuona Mwenyezi Mungu, unasema sio kumuona ni hivi ni hivi. Wa ta'wili kullu ma'na yudhafu ila rububiyyati, na ta'wili katika kila maana inaegemezwa katika rububiyyati, ulezi wa Mwenyezi Mungu. Yatruku ta'wilihi wa yulazimuhu taslim, bitarki ta'wili, unatakiwa uache ta'wili na ujilazimishe katika kujisalimisha. Wa alayhi dinul muslimin, na juu yako kushikamana na dini ya Kiislamu. Labda hapa ningeongea kidogo, kwa nini hawa wanafanya ta'wili? Bila shaka wana mapenzi na Mwenyezi Mungu, wanafanya ta'wili kwa kuhofia kwamba unaposema yadullahi fawqa aydihim utakuwa umemfananisha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wanataka kuondoa kufanya ile tashbiha kwa mujassiman, ndio wanafanya ta'wili. Lakini wanashindwa kuelewa unaposema yadullahi fawqa aydihim kwamba yadu bimaana quwwa ama bimaana rehma. Hiyo quwwa na hiyo rehma ni sifa zingine za Mwenyezi Mungu. Sasa huwezi kuhamisha sifa moja ukaitafsiri kwa sifa ya pili ambayo hiyo pia Mungu anayo. Unaposema yadu kwa maana ya quwwa, ama yadu kwa maana ya rehma, ama yadu kwa maana ya nguvu, hiyo nguvu, rehma na nini vyote tutakavoleta zipo katika sifa za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio maana tunaambiwa tusifanye ta'wili. Na wewe unavyosema yadullahi fawqa aydihim, haikupitili kichwani kwako kwamba Mungu ana mkono kama viumbe.
Hiyo tunatumia hayo maneno ameyatumia mwenyewe, kwani alikuwa ajui kwamba yeye Mwenyezi Mungu ni Wahid as-Samad al-Fard as-Samad? Alikuwa anajua, na kwa nini alitumia hayo maneno? Sasa hapo ni wazi kwamba Ibn Taymiyyah katika kitabu yake Sharh al-Lamia amesema ta'wil ya dalili inakubalika. Dalili kivipi? Yani kwa mfano aya neno yad ikaja aya nyingine ikaeleza yad ni kitu gani, au hadithi ya mtume ikasema hiyo yad ni kitu gani, au masahaba wakasema hiyo yad ni kitu gani, au tabi na tabiina, au lugha ya Kiarabu, au qarina contextual meaning, qarina tubaadia ama vipi, ikasema yad hapo kwa maana hivi. Anasema zikija hivyo inakubalika, lakini anasema tawili ambayo haina dalili haikubaliki. Tawili ambayo haina dalili ni vipi? Wewe neno unasema tu hapa yadu ni kuwa, ni nguvu. Haya, kwa dalili gani? Tukiangalia lugha ya Kiarabu sio hivyo, tukiangalia karina sio hivyo, sahaba hawajasema, tabi hawajasema, mtume hajasema, aya nyingine hajasema. Wewe tu ndio unatoa kichwani kwako unasema hiyo ndio tawili ambayo ni batil, haikubaliki. Unaona? Anasema wa man lam yatawaqqa an-nafya wa tashbiha zalla wa lam yusib tanziha. Asema wa lam yatawaqqa an-nafya, na wale ambao hawajafanya nini? Yatawaqqa an-nafy, yani hawaja koma katika masuala ya sifati, yani hawajakataa, hawajakanusha masuala ya sifati. Yani katika sifati za Mwenyezi Mungu kuna wanaokataa baadhi ya sifa za Mwenyezi Mungu, wakiofia ukisema kuona binadamu wanaona, umemfananisha Mungu atakuwa na macho kama binadamu. Tunasema sisi na Mwenyezi Mungu tunashirikiana majina. Mungu anaona na sisi tunaona. Uonaji wa Mungu wa Khaliq, wa muumba, na uonaji wa viumbe ni wa kwetu wa makhluk. Kwa hiyo hakuna kufanana hapo. Umeshasema huyu ni Mungu. Mungu uongeaji wake ni wa uumbaji wa muumba, uongeaji wetu ni wa viumbe. Inatoka maneno kwenye tumbo, sisi inakuja kwenye mapafu, inakuja kwenye mdomo, inatolewa, inakuwa. Mungu hayuko hivyo. Kwa hiyo hapo tayari ndio anasema inakuwa akakataa katika sifati, watashbihi, yani akafanya tashbihi, akasema Mungu ana mkono kama wa kwangu voka hivi. Hiyo anakuwa mujassima, mushabbiha. Wewe hautakiwi kukataa sifa za Mwenyezi Mungu, wala hautakiwi kumfananisha Mwenyezi Mungu na viumbe vyake. Anasema zalla wa lam yusib tanziha. Zalla anasema inharafa an tariqi sahih, anakuwa amepinda katika njia sawa. Alafu anasema wala yusibu tanziha, na anakuwa hajaipatia nini wahi inavyosema. Anasema wala yusibu tanziha, anakuwa hajapatia wahi inavyosema, yani ile revelation ilivyoeleza yanakuwa iko mbali. Anasema ya 47, anasema fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifati alwahdaniyya, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu anasifika kwa sifa zake za upweke. Man'utu binautil fardaniyya, anasifika kwa sifa za upweke. Laisa fi ma'nahu ahadun min bariya, hana katika sifa zake yoyote katika viumbe wake. Tunaposema Mwenyezi Mungu anaona na mwanadamu anaona, uoni wa Mwenyezi Mungu hauna limitation, hauna mapungufu, hauna ukomo. Ya kwetu ina mapungufu, ina ukomo, ina matatizo. Mfano mzuri, mwanadamu unasema unaona, lakini ukiangalia mbele kule kwenye lami unaona kuna mangati, mileage, unaona kama kuna maji, ukiafikia yamesogea mbele. Haya, ukikaa kwenye chumba ambacho kina harufu mbaya, pua yako inakwambia chumba kinanuka. Ukiendelea kukaa muda mrefu, pua inasema harufu mbaya imeisha, wakati harufu iko. Ulimi wako inaonja vitu vitamu, vichungu na vichachu, lakini ukiwa mgonjwa kila kitu unachokula ni kichungu. Ngozi ukifinywa inauma, lakini ukiendelea kufinywa kwa muda mrefu maumivu yanapotea na kusikii maumivu. Unaona? Kwa hiyo kila kitu katika hizi 5 sense organ ambazo tunazozitumia sisi zina mapungufu. Mungu hayuko hivyo. Ndio anasema ya 48, anasema ta'ala anil hududi wal ghayat, Mwenyezi Mungu ameepukika na hudud, limitation.
yani mipaka. Walghayat, alghayat anasema ay alabad almahduda wanihayat, sehemu za mbali na sehemu za mipaka zenye na mwisho, kwamba Mungu ni yuko hapa mpaka hapa. Hayuko hivyo. Wal arkani wal a'dha'i wal adawat, na nguzo na viungo, wal adawati la tahwihi jihatun sittu kasairi mubtada'at, yeye hana tahwihi aljihat, hana mwelekeo wa direction, sittu kasairi mubtada'at, kama ilivyokuwa baadhi ya viumbe wake. Unaona, kama baadhi ya viumbe wake. Anasema ya 49, wal mi'raju haqqun, na mi'raji ni ya kweli. Waqad usriya bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na alitumwa mtume wa Mwenyezi Mungu, alipelekwa. Wa urija bi shakhsihi al-yaqadha ila as-samaa, na alipelekwa kwa shakhsia yake fil yaqadha, yani kama vile kumacho hivi, yani anajitambua mpaka mbinguni. Thumma ila haythu shaa Allah min al-ula, kisha akapelekwa katika sehemu atakayo Mwenyezi Mungu, sehemu ya juu. Wa akramahu Allah bima shaa, na Mungu akamkirimu kwa yale aliyotaka. Wa auha ilayhi ba auha, na akamfunulia yale aliyomfunulia. Kisha akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati An-Najm aya 11, ma kadhaba al-fuadu ma raa, kifua cha mtume hakukadhibisha katika yale aliyoyaona. Yani yale aliyoonyeshwa katika jannati na nar na naim, sio katika pepo, na adhabu sio katika moto, kifua hakijakataa, kwa sababu alikuwa duniani ameelezwa mambo ya huko. Kwa hiyo ikaendana sawa. Wa sallallahu alayhi wasallam fil akhirati wal ula, na salamu ya Mwenyezi Mungu ziende juu yake na amani zimwendee mtume wa mwanzo na mwisho, salamu za mwanzo na mwisho. Ya 50 anasema aqida hiyo, wal khawdhu alladhi akramahu Allah ta'ala bihi ghiyathan li ummatin haqqun, na khawdh ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa amepewa siku ya kiyama, ghiyathan li ummati. Ghiyatha manake anapewa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya tanzih, yani ijlalihi wa taqdisihi wa ta'dhimihi an kulli ma yaliku bihi shar'an. Hiyo khawdh atakuwa anapewa kwa ajili ya sharafu yake mtume sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ghiyatha li ummati ni ya kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ile hadithi, atasema inni tarikum fiikum thaqalaini kitab Allahi wa sunnati fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd, paka mtakapokutana na mimi katika nini? Katika hawd, birika ambayo atawatawadhisha na kuonyesha Uislamu. Wa shafaa'atu allati adraha lahum haqq, na shafa'a ya mtume yaumul kiyama ipo, kama ruya fil akhbari, kama ilivyopokewa katika akhbari, yani hadithi. Hiyo siku ambayo hawatapata idhini isipokuwa wale watakaoruhusiwa kuombea watu. Kwa mitume wataombea watu na watu wa kawaida wataombea watu, lakini mpaka wapewe idhini kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wal mithaqu alladhi akhadha Allah Ta'ala min Adam wa dhurriyyatihi haqqun, na ahadi aliyochukua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka kwa Adam na vizazi vyake ni vya haki. Ahadi gani? Ile kwamba nikiwaleta duniani mtakuwa mnaniabudu na kumtii. Wakasema bala wa rabbina, Mwenyezi Mungu akasema basi msije mkawa yaumul qiyama katika hili mkawa ni wenye kughafilika. Kisha anasema katika 53, anasema waqad alima Allah Ta'ala fima lam yazal adada man yadkhulu aljanna, na Mwenyezi Mungu amkwisha jua katika wale ambao katika azali yake, elimu yake ya tangu, idadi ya wale watakaoingia peponi. Wa adada man yadkhulu nara, na idadi ya watu watakaoingia motoni, wahidatan, mmoja mmoja. Fala yuzadu fi dhalika aladad, wala idadi hizo hazitaongezeka wala kupungua. Wala yunqasu minhu, wala zitapunguzwa.
anasema wakadhalika ya 54 wakadhalika afalu fima alima minhum an yafalu, na vile vile matendo yao katika yale ambayo Mungu amejua kutoka kwao watakuwa ni wenye kufanya. Wa kullu muyassara lima khulika lahu, kila jambo lipesi katika kile kilichoumbiwa kwayo. Wala a'malu bil khawatimi, na matendo ya mja unazingatiwa mwisho wake. Was-sa'idu man sa'ida bi qada'illah wash-shaqiyyu man shaqiya bi qada'illah, mtu mtukufu ni yule ambaye anaikubali ama amejisaidia katika kadhaa ya Mwenyezi Mungu, anakubali kadhaa na qadar. Wash-shaqiyyu man shaqiya bi qada'illah, na mtu muovu ni yule aliyechukia kadhaa ya Mwenyezi Mungu. Said ni yule amekubali, ameridhika na kadhaa ya Mwenyezi Mungu, na muovu ni yule ambaye anapingana. Ndio anasema 57 wa aslul qadar sirrullahi ta'ala fi khalqihi, na asili ya qadar ni elimu ya Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake. Lam yatla ala dhalika malakul muqarrab wala nabiyyun mursala, hajaitoa elimu hiyo kwa malaika waliokurubishwa kwa Mwenyezi Mungu wala mitume waliotumwa. Wata'ammuq wan nadharu fi dhalika dhariyatul ikhlan, wata'ammuq na kuzingatia, yani kufikiria au kuangalia kwa umakinifu. Wanadhar fi dhalika dhari'atul khidlan, kuangalia hilo katika dhari'atul khidlan. Anasema ni khidlan ni wasilatun ama tariqatin yuaddu ila alhazima. Ama khidlan pia mifasiri akasema inaingia pia tarkullahu lilabdi wa shani, Mungu kumwacha mja katika mambo yake, na pia vile vile fala ya'nihi wala yuaqibu, hamzingatii wala mfati. Lakini vile vile khidlani ina maana adamu tawfiq, adamu tawfiq, at-tawfiq, kukosa tawfiq. Kwa hiyo hapa anasema wa ta'ammuq nadharu fi dhalika dhari'atul khidlan, kuangalia hiyo, kuangalia kwa kina ni dhari'atul khidlan, ni elimu ambayo mtu anakutana taufiki ya kuona maono hayo. Wasulamul hermani, na salama na kwa mtu amesalisha kwa utukufu. Wa darajatu tughyani, na daraja ya kuchupa mpaka. Fal qadara kullu al-qadr min dhalika nadharan wa fikran wa waswasa, mtu angalie hiyo tahadhari kutokana na nini, mtazamo wenye fikra na waswasa, usiokuwa na wasiwasi. Fa inna Allah ta'ala tawa ilmu qadar an anamihi, hakika Mwenyezi Mungu amefanya nini, akhfa au dhamma au tajawaza masafatan baria, Mungu ameficha elimu ya nini, ya qadar kwa viumbe vyake. Anami makhluqati wanahahum atmarami, na wakatiza wao katika talabu ilmu, yani an tatlubu alilmu alladhi la yastahiqu bi, kutafuta elimu ambayo utaki kuitafuta, kumchunguza Mungu. Sasa Mungu yukoje, amekuaje, imeendaje. Wanahahum an maramihi sualu an bahthi anhu, kutafuta Mwenyezi Mungu, maswali ya kumchambua Mwenyezi Mungu. Yani wewe you search knowledge about dhati ya Mungu, wakati unatakiwa umjue Mwenyezi Mungu kwa kuangalia viumbe vyake na kusoma sifa zake, si yeye kama yeye unafuta kumchambua ile dhati yake. Haifai. Anasema wanahahum an maramihi wanahahum anisuali anil bahthi anhu, Mungu amekukatazeni kwa kutafuta kuulizia kuhusiana yeye dhati yake, yeye kama yeye Mwenyezi Mungu. Kama qala ta'ala fi kitabi, kama Mungu alivyosema katika kitabu, la yusalu amma yaf'al, Mwenyezi Mungu haulizi yale anayofanya. Wa hum yusalun, bali yeye ndio mwenye kuuliza watu. Hiyo ni suratul Anbiya aya 23. Faman sa'ala liman fa'ala, atakayeuliza kwa nini Mungu kafanya kitu hichi na hichi, faqad radda hukmul kitabi,
atakuwa amekataa, amepinga, amerejesha hukumu ya kitabu. Wa man radda hukmu alkitabi kana min alkafirin, na anayepinga hukumu ya kitabu yani Qur'ani atakuwa yuko pamoja na makafiri. Yastini anasema fahadha jumlatun, na haya hizi ni jumla, ma yahtaju ilayhi man huwa munawwara qalbu, inamhitajia yule ambaye kalbi yake ni kung'ara, min awliyahillahi ta'ala, kutoka katika wapenzi wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa hiya darajatu rasikhina fil ilm, nayo hiyo ni daraja ya waliobobea katika elimu, ndio wanakuwa wanafanya kwa kufanya vitu na kutii na kujisalimisha, kwa sababu nyoyo zao zinawaka kwa nuru. Anasema ya 61, lianna alilmu ilman, kwamba ilmu ziko za namna mbili. Ilmu fil khalqi mawjudin, ilmu fil khalqi mawjud anamaanisha, wa ilmu fil khalqi mafqud. Mafqud ni ilmu alghaib, ama ilmu almawjud ni ilmu shari'atin wa tafasiliha. Ilmu mawjud ni elimu ya sheria ya dini, na ilmu mafqud ni elimu alghaib ambayo hiyo utakiwa kuitafuta. Unaona? Yani ndio maana akasema ilmu mafqud wa id'ahu ilmu almaqfud kufrun, na kutafuta talabu ama kuzama kutafuta elimu ni kufuru. Kwa hiyo anasema فهذا جملة يحتاج يسمى لأن علم علمان، علم الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار علم الموجود كفر، na kupinga elimu ya sheria ni ukafiri. Kwa hiyo hapa ilmu mafqud ni ilmu alghaib, anasema wadaahu ilmu almafqud kufr, na kuitafuta talab ilmu almafqud ilmu alghaib ni ukafiri. Wala yathbutu al-iman illa biqubuli ilmu al-mawjud, imani haiwezi kuthibiti illa kwa kukubali elimu mawjud, elimu ya sheria, wa tarki talab al-ilm al-mafqud, na kuacha kutafuta elimu al-ghaib. Hapo sasa imani yako imekamilika. Wa nu'min bil-lawhi wal-qalam, tunaamini na lawhi al-mahfuz ipo, wal-qalam ipo, wa bajami ma fihi qad raqama, na yote yale ambayo Mungu ameyafanyaje, ameyathibitisha au amesema. Falau ijtama al-khalqa kulluhum ala shay'in, wakusanyika viumbe katika wote juu ya kitu, katabahu Allah ta'ala fihi annahu ka'in, ambaye Mungu ameandika kwamba yeye yupo, liyaj'alu ghayra ka'in, ili waifanye isiwe haipo, lam yaqdiru alayhi, hawatoweza. Wala ijtama'u kulluhum ala shay'in, na watu wakikusanyika wote katika jambo, lam yaktubu Allah, Mungu ajiandike hilo jambo ta'ala fi liwepo, liyaj'aluhu ka'inan, ili wao waifanye iwepo, lam yaqdiru alayhi, hawawezi kukadiria au kufanya hivyo. Jaffa al-qalamu, kalamu inki imekauka, bima huwa ka'inu ila yawm al-qiyamah, kwa yale yaliyokuwepo mpaka siku ya kiyama. Inafanana ile hadithi wakakusanyika watu wote katika 40 nawawia ili wamnufaishe mtu ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumnufaisha, hawataweza, au kusanyika watoto wamdhuru mtu ambaye Mwenyezi Mungu anataka adhurike, hawataweza. Unaona? Afu 64 anasema wa ma'akhtal abda lam yakun liyusiba, na ile ilomkosa mja haiwezi kumpata. Hadithi ile Ibn Abbas inasherehesha hii, wa ma asabahu lam yakun liyukhti'a, na ile ilomkosa haitakutakiwi, na ile ilompata ikutakiwi kumkosa. Ya 65 nasema ala al-abdi an ya'lama, ni kwa mujibu wa mja kujua, anna Allah qad sabaqa ilmu, kwamba Mwenyezi Mungu elimu yake imetangulia, fi kulli ka'in min khalqin, katika kila viumbe ambavyo yuko katika dunia, elimu ya Mungu imeshamtangulia. Yuni nani, atakula nini, ataishije, atakufanya, ipo. Faqaddara dhalika taqdiran, na amekadiria hivyo Mwenyezi Mungu kukadiria kwa kweli. Muhkaman mubraman, Mwenyezi Mungu amekadiria muhkaman
mubraman, ameikadiria kwa hukumu na ameikadiria hali ya kuwa ni mubraman. Anasema mubraman, anasema bisifatihi al-amru al-qati'u alladhi la rujuu anhu, ameikadiria muhkaman wa mubraman kwa kuihukumia na kuikatia hiyo amri bila kurudi, yani kurudi nyuma, yani imeshafanyika. Laysa fihi naqidun, hakuna kwa upungufu, wala muaqibun, wala kurudi nyuma, wala muzillun, wala mughayyirun, wala kupotea wala kubadilisha. Anasema kisha anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala naqizun wala zaidun, wala hakuna kupungua wala kuzidisha, min khalqihi fi samawatihi wal ardh, katika viumbe vyake viko mbinguni na ardhini. Ya 66 anasema wadhalika min aqdi al-iman, na hiyo ni katika fundo la imani, yani fungamano la imani, wa usuli al-ma'rifa, na ni misingi ya elimu ya arifa, wala i'tirafu bi tauhidillahi ta'ala wa rububiyyati, na kutambua tauhidi ya Mwenyezi Mungu na ulezi wake, kama qala ta'ala fi kitabihi, kama alivyosema katika kitabu chake, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, ameumba Mwenyezi Mungu kila kitu na amekadiria makadirio. Hiyo ni aya ya sura al-Furqan aya ya 2. Waqala ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqduran, hiyo naye ni sura al-Ahzab aya 37. Asema wa kana amrullah, na imekuwa amri ya Mwenyezi Mungu, qadaran maqdura, ni kudra iliyokadiriwa. Asema fawailul liman sara Allah ta'ala fi qadarin khasima, ole wake yule alibadilisha Mwenyezi Mungu, yani akamfanya Mwenyezi Mungu katika makadirio yake ni wadui, khasiman, mujadilan au mudafi'an an shakhsi dhid shakhsin akhar, yani wewe unakuwa ni kadari ya Mwenyezi Mungu ni kama vile unaipinga ama unaikinga. Wa akhbara linnadhara fi qalban salima, na akaonya kwa kutazama kwayo kwa moyo uliokuwa safi. Lakad tamassa biwahmihi fi fahsin ba'di shuruhi wa raddat mahdha, akawa ni mwenye kuiangalia kwa mahri qasim, anaangalia hii afkan athima. Kwanza anasema ni shakhsun غير كثير الكذوب، التمسك بوهم فحسن الغيب سرا كتيما وعادا بما قال فيه أفكا أثيما. anasema wa akhbara linadri fi qalban salima, na kaangalia katika akahonya kwa kuangalia kwa moyo uliokuwa safi. Lakad tamassana biwahmi, na hakika nimeshingamana kwa wahamu, fahamu ule fi fahsin, yani shuruhin, sherehe ya ghaib, ya mambo ya ghaib, sirran katiman, ni siri iliyofichikana, wa'addan wa'ada bima qala fihi, na akarejea katika yale aliyosema kwayo, afkan athima, kwa mdomo wenye kutaja mambo ya uongo, yani shakhsun kathirul kadhib, au yartakibu al-atham wadhunub. Kwa hiyo huyu mtu ni afkan athima, mdomo wake ni kuzua uongo sana au mwenye madhambi. Wal arshi wal kursi haqqun, arshi na kursi ni ya kweli. Wa huwa mustaghni anil arshi wa maduna, na Mungu hahitaji hiyo arshi na ilikuwa chini yake, yani kwamba ametengeneza arshi ili akalie, hahitaji. Ya 70 muhitun bikulli shay'in, Mwenyezi Mungu amezunguka kila kitu. Wa fawqahu, na juu yake, waqad ajaza an ihata khalqa, na yeye ndo amejiajizi katika nini, al-ihata khalqa, katika kuwazunguka viumbe wake. Yani Mwenyezi Mungu waqad a'jaz an al-ihata khalqa,
Yani Mwenyezi Mungu si kwamba hawezi yeye kuidhibiti kuzunguka viumbe vyake, bali yeye ndo anawadhibiti hao viumbe. Yani elimu yake inawazunguka, na sio kwamba anakuwa anashindwa kuwa na hiyo elimu ya kuwazunguka viumbe. Hapana, yeye ndo mwenyewe na yeye ndo mkali wao. Kwa hiyo nafikiri kwa leo tutasimamia hapa. Hiya muhitu bi kulli shay'in wa fawqahu wa qad a'jaza an ihata khalqihi. Yani Mwenyezi Mungu yeye hajawa ni mwenye kuajizishwa kwa kuwazunguka viumbe wake. Subhanallah bihamdi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullahi wa atubu ilayhi. Tutarudia inshallah hii hapa ya 70, tuanzia hapo na kuendelea inshallah biidhnillahil bari.